Iran inatajwa kwamba sasa inafanya mashambulizi mazito katika mataifa ya Ghuba, lakini pia katika taifa la Israel. Iran imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya Israel na nchi za Kiarabu za Ghuba, huku kombora moja likishambulia barabara katikati ya mji wa Tel Aviv nchini Israel. Mwandishi wa shirika la habari la AP aliyekuwa katika eneo la shambulio la makombora ya Iran dhidi ya Tel Aviv aliona shimo kubwa ardhini mapema kutokana na shambulizi hilo. Afisa wa idara ya zimamoto na uokoaji nchini Israel katika eneo la shambulizi, Avi Gabay, amesema kwa bahati nzuri hakukuwa na vifo wala majeruhi vilivyopatikana katika majengo. Kwa ujumla ilikuwa ni ushirikiano bora kabisa pamoja na vikosi vyote vya washirika, ikiwa ni pamoja na polisi. Haya yanajili licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema jana kwamba Marekani iko katika mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kumaliza vita ambavyo vimetanuka kote Mashariki ya Kati. Siku ya Jumatatu, lakini pia hata Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akielezea juu ya mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump pia alisitisha kwa siku 5 tarehe ya mwisho kwa Iran kufungua njia ya mlango bahari wa Hormuz kwa usafirishaji wa meli, la sivyo vituo vyake vya umeme vitashambuliwa. Hata hivyo, ni Iran ambayo imeapa itafanya mashambulizi makubwa katika vituo vya umeme na nishati vya maeneo ya nchi za Ghuba, lakini pia na vile vya Israel na hata vile ambavyo vina uhusiano na Marekani. Katika hatua nyingine, rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amekosoa vikali vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran, akivitaja kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Kwa maneno mazito na yasiyo ya kawaida kwa Marekani ambayo ni mshirika wa muda mrefu wa Ujerumani, Steinmeier amesema kuwa kuna mgogoro mkubwa mno na imani katika siasa za Marekani imepotea, sio tu miongoni mwa washirika wake bali duniani kote. Steinmeier aliongeza kuwa hakuna sababu yoyote kwa nchi yake kuegemea upande wa Rais Donald Trump. Hata hivyo amesema vita hivi, na tafadhali nisamehe kwa kusema hivyo, kama mtu aliyehusika moja kwa moja, ni kosa la kisiasa lenye madhara makubwa. Kinachonisikitisha zaidi ni kwamba hivi ni vita vinavyoweza kuepukwa kabisa na visivyo vya lazima, ikiwa lengo lake lilikuwa kweli kuzuia Iran isiendelee kutengeneza silaha za nyuklia, amesema Steinmeier. Ingawa wadhifa wa Steinmeier hauna uzito mkubwa kisiasa, kwa kiasi kikubwa maneno yake yana uzito nchini Ujerumani ambayo haijelani rasmi vita dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.